Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagobert Magosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, niko hapa kufanya marejeo ya michoro, kwamba tayari tuliwaambia kabisa kupitia mtandao wetu wa YouTube na mtandao wetu wa TikTok wa Felix Musuminisi, tulieleza wazi kwamba tunaanza kupandisha nabii kuhusiana na uchaguzi mkuu katika nchi ya Tanzania katika mwaka 2025, kwamba zile nabii zote zimetimizwa na wakati huu naweza kusema tena kuelezea unabii wa pili ambao tuliutoa ilikuwa tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 kuhusiana na nchi ya Tanzania, na ule unabii ulikuja kwa njia ya ndoto uliokuwa unamhusu mhubiri mmoja wa injili katika nchi ya Tanzania ambaye anatokea katika jiji la Dar es Salaam. Mungu mkuu Yesu ambaye aliwahi kuwa mwanasiasa. Mungu alieleza kabisa kwamba kulikuwa na jambo sasa lilionekana yuko katikati na amezungukwa na watu wengi katika wakati ule, na wakati amezungukwa na wale watu, rika lake lilionekana kama rika la kijana, kwa maana kama umri wa miaka 25 hivi, katika lile ono ambalo Mungu mkuu Yesu alinipa kwa njia ya ndoto katika mikoto ile kinabii. Na wakati anafanya ushawishi, lakini katikati yake kulikuwa na watu wengi wamemzunguka na rika kubwa ilikuonekana kama vile vijana, lakini namna vile ilivyoonekana ilionekana kama vile wengine wamevaa yale mavazi ya kujifunga, kwa maana ili sura yake isionekane kama watu wa magaidi katika namna ile ambao Mungu ameshuhudia alinionyesha. Lakini wakati ninaona lile ono, wakati napita, wakati yeye akifanya ushawishi wake, nikaona jeshi la polisi limemzunguka kila kona, vifaa vya kisasa vimemzunguka bila shaka yote. Kwa hiyo nilitoa unabii ule na niliendelea kutoa maonyo kuhusiana na matamko ya uhubiri wa injili, na Mungu ameshuhudia akaniambia itoe ndoto hiyo kama ilivyo, utoe unabii huu katika mikoto ile kinabii. Kwa hiyo niliutoa kama ulivyo, na hakika unabii huo umetimizwa, kwa sababu mliuona nini kilitokea wakati wa uchaguzi. Na Mungu mkuu Yesu alieleza viongozi wa dini, wahubiri wa injili, mitume na manabii, wainjilisti na walimu, mlitumia jukwaa la injili kupotosha nchi hii, mlitumia ushawishi wenu na mitazamo yenu kupotosha nchi hii, kiasi vijana wengi waliwaamini nyuma ya pazia. Ndio hao waliamua kuingia barabarani, ndio hao ambao waliingia, hawakuwa basi bora ingekuwa maandamano ya amani, waliingia na vitu ambavyo haviko sawa. Wengine wanasema kwamba maandamano yale yalikuwa ni maandamano hiyo watu walikuwa hawana silaha. Hivi niwaulize swali, moto sio silaha, petroli inapotiwa moto sio kombora hilo. Bila shaka kulikuwa na hali mbaya, kwa sababu ninyi mlijua nini mnakofanya. Mmewafanya vijana wengi waingie kwenye matatizo makubwa, kwa sababu mlitumia jukwaa la injili kinyume na utaratibu, na mnapasa kutubu dhambi wahubiri wote, na huyo mhubiri ambao Mungu alimweka kwenye anwani hii mashuhuri. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba unabii ule ulitimizwa katika mikoto ya kinabii. Lakini nieleze nifanye marejeo ya unabii wa tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Mungu alisema upanga umeachiliwa katika nchi ya Tanzania. Yoyote atakayekwenda kinyume mwenye mpango wa siri utakuleta machafuko nchi ya Tanzania, Mungu alieleza kasa upanga ungeachiliwa. Na hapa nafanya marejeo haya, nafanya tena marudio tena kwa vijana wote katika nchi ya Tanzania. Injili sio jukwaa la kuleta ushawishi wa machafuko. Injili ni wazo kula Mungu lisiokuwa na hitilafu, ambalo Mungu mkuu Yesu huwa analiachilia kutoka kule juu mbinguni kuja hapa duniani kwa ajili ya kuleta ushawishi katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo ninafanya marejeo haya ya kinabii ili watu wote wapate kujua katika anwani hizi mashuhuri. Injili ni wazo kula Mungu linaotoka juu. Injili ni uweza wa Mungu unaotoka juu kwa ajili ya kugeuza watu mioyo na kurudi kwenye wazo kula Mungu, ili wasiingie kwenye hatari ya mifumo ya dunia katika mikoto ya kinabii. Kwa hiyo wahubiri wa injili na huyu mhubiri mlifanya makosa. Ndio maana wengine mlitoa nabii za uongo, na wengine mlianza kuungana kwa siri, mkiwa mnatoa clip zenu kwenye mitandao kama vile mmetengeneza shabaha moja nyuma ya pazia, na mlikuwa mazungumzo yenu na namna mlikuwa mnafanya yalikuwa yanashabiana na wanasiasa, yalikuwa yanashabiana na baadhi ya watu wanaharakati ambao walikuwa ndani ya nchi ya Tanzania na wengine walikuwa nje ya nchi ya Tanzania, kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kutoka katika nchi ya Tanzania. Na Mungu mkuu Yesu alifanya marejeo na akazuia mchoro ule wa kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, na zidi tena kuzungumza dhidi ya serikali katika nchi ya Tanzania, dhidi ya vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, dhidi ya watu wote wa Tanzania wote katika nchi ya Tanzania. Hii ni nchi yenu, hii ni nchi ambayo Mungu ameiweka, ina makusudi maalum kuelekea moja siku ya mwisho
katika injili ya siku za mwisho ambayo itaanza hapa katika nchi ya Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia katika mikutano ya kinabii. Kwa hiyo ninawaonya watu wote, mwamba Bashiru Isa ameachilia upanga katika nchi ya Tanzania, umesimama hapo juu. Yoyote atakayekwenda kinyume, mwenye mpango wa siri wote wa kutaka kuleta machafuko Tanzania, bila shaka tu Mungu atamwangamiza. Na inafanya marejeo haya na natoa tena maonyo haya, nitaunganisha unabii ule na matokeo ya unabii, ili watu wote wapate kujifunza kwamba watu wawe makini na wanasiasa au wahubiri wa injili ambao wana mipango yao ya siri nyuma pazia. Bwana na awabariki. Amina. 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ilikuwa kwa njia ya ndoto. Niliona katika ndoto ya Bwana, kuonekana kwake nilimuona mhubiri mmoja wa injili ambao katika nchi ya Tanzania ambaye ameingia mgogoro na serikali. Lakini nilimuona amesimama mbele, na aliposimama nikaona watu wengi wamemzunguka. Lakini namna nilivyomwangalia kutokana na umri wake wa damu na nyama, kwenye ile ndoto nilipomtazama umri wake ulikuwa ni umri wa mtu kama umri wa miaka 25. Kwa lugha nyingine alikuwa kama kijana. Lakini yeye nilimtambua uso wake moja kwa moja na nilimjua huyu ni fulani. Belazura. Na nilipomtazama wakati anafanya yale kana kwamba anazungumza au anatoa ushawishi, kuonekana kwake wale watu waliomzunguka walikuwa pia wako wa rika tofauti. Lakini kubwa pia ilionekana kama watu vijana. Belazura. Lakini kilichonishangaza katika ono lile au katika ndoto ile, niliona wale watu wamevaa vitambaa, lakini vitambaa ni kama vile vitambaa vya watu magaidi. Nikaona wamevaa. Belazura. Nilipoona ile hali wakati naendelea kupita kwenye ile eneo, nilipotazama nikaona vifaa vya jeshi la polisi limemzunguka yule mtu kila mahali. Makombora niliona yamekombana, yale mitambo, yale magari ya kumwaga maji na yale masafa marefu, kwa maana ya kutupa zile silaha za moto na pia kutupa zile silaha ambazo ni silaha bandia. Belazura. Nikaona amezunguka kila mahali. Belazura. Mungu mkuu Yesu akaniambia katika michoro ya nabii, akaniambia kuna jambo linaendelea. Kuna jambo linaendelea, na nilitoa unabii wa maonyo dhidi ya uhubiri wa injili. Waachane na masuala yanayohusu siasa. Siasa itawaingiza mahali ambako si sawa. Ukainuka wewe ukahisi uko peke yako, watu wakatumia nafasi yako kuleta jambo baya, na baada ya hapo utajikuta wewe uko hatarini. Mungu akaniambia nimuonye kiongozi huyo au mhubiri huyo, achane na masuala ya siasa, ageuke haraka kwa Mungu Bashiru Yesu. Kwa sababu niliona kana kwamba katika ile jambo kuna watu wanatumia ile nafasi kutaka kuleta uasi na uharibifu kwenye nchi. Belazura. Bila yeye mwenyewe kujua. Belazura. Mungu akaniambia nimekupa ndoto hii, itoe kama hivyo. Nimemuonya aachane na siasa, arudi anitumikie, atubu dhambi, arekebishe, aweke mambo yake sawa. Asema Mwamba Bashiru Yesu katika michoro ya kinabii, na hakika ndivyo ilivyo. Mungu Bashiru Yesu ananiambia nimesema naye, na hakika nimezungumza naye. Amina. Bikoa barikiwe. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwapo vichocheo mahsusi viliohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii, ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hayo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki.
Mitandao hiyo ilitumika pia kuandaa majukwaa ya majadiliano na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali kushiriki vurugu kwa kuzuia uchaguzi mkuu namna ya kufanikisha lengo hilo. Wapo pia mashahidi walioshiriki kufanya ghasia waliokuja mbele ya tume na kukiri kuwa baadhi yao walipewa simu maalum za mkononi na kupewa kazi ya kupiga picha na video za matukio kama vile majeruhi na vifo, au kupiga picha jirani na magari ya jeshi la ulinzi, sambamba na picha za maeneo mbalimbali ya wafanya ghasia walikuwa wamefanikiwa kufanya uratibu, na kisha picha hizo na video zote hizo kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira za wananchi na kuwahamasisha nao wajitokeze kufanya ghasia, kwa vile waliaminishwa kwamba jeshi la Tanzania liko upande wao.